Bwana, mbele yako namuona Musa Mwakisu Babu Cheche, tunataka tuzungumze naye, lakini pia atuambie tathmini yake ya dakika 90. Dakika 90 kati ya Simba na Singida Black Stars, wewe umezionaje? Ni mechi ambayo Simba waliingia wakiwa na uchovu. Kitu pekee ambacho kimeweza kuwapa matokeo chanya ni uzoefu wao wa michezo ya ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu ukitazama kwa asilimia kubwa ni kama vile Singida walikuwa wanatawala kwa namna moja au nyingine, lakini kikubwa zaidi kwa Simba ni ule uzoefu wao wa michezo ya mara kwa mara ya ushindani, ndio kitu ambacho kimeweza kimewafanya kupata matokeo chanya leo hii mbele ya Singida. Vipi kuhusiana na kipindi cha pili, dakika za jioni, kulikuwa kunaonekana kama upande wa Simba kama tanki limetoboka, wachezaji walikuwa wakitembelea limu, kama kulikuwa na uchovu fulani. Hii imetokana na finali ambao walicheza dhidi ya Berkane ambapo walitumia nguvu nyingi ama la? Ni kwa sababu hiyo, na ndio maana nikazungumza hapo awali kwamba ni mechi ambayo Simba kidogo waliingia wakiwa na uchovu, lakini uzoefu wao unaweza kuona Kamara jinsi ambavyo alivyokuwa akijidondosha kujaribu kutoa nafasi kwa wachezaji wake wachezaji wenzake waweze kupata nguvu ya kuweza kuendelea na mchezo huu, kwa sababu ukiwatazama kabisa kama ulivyozungumza, tanki la Simba leo hii la pumzi lilikuwa limepotea kutokana na nguvu ya Singida. Singida wana wachezaji wengi wazuri sana. Na moja kati ya wachezaji ambaye mimi binafsi amenifurahisha ni Arthur Bada. Ni moja kati ya wachezaji ambaye ana utimamu mzuri, anajua namna ya kupokea mpira, anajua namna ya kutafuta nafasi, lakini mwisho wa siku ni kwamba Simba ule uzoefu wao ndio kitu ambacho kimeweza kuwapa nafasi hii ya kuondoka na alama 3 katika mchezo huu, lakini kiukweli kabisa Simba leo hiyo aliingia na uchovu mkubwa sana. Maingizo ya Athabada, maingizo ya Poku na Rupia kule mbele ilikuwa ni hatari kwa kiasi gani kwa upande wa Simba? Labda tu walikosa nafasi za mabao ama kutengeneza mabao, lakini maingizo yao yalikuwaje kwako? Ilikuwa ni mtihani mzito sana kwa Simba. Ndio maana kocha Fadlu akamtoa Mpanzu na kumwingiza Hamza, kwa sababu tayari alishaona kwamba hawa watu wanaoingia ni watu ambao wana uwezo mkubwa wa kuchezea mpira, wana uwezo mkubwa wa kutafuta nafasi, lakini pia wanaweza wakasababisha madhara makubwa. Lakini kilichotokea ni kwamba ile sabu angalau iliweza kuwaongeza wachezaji wengi sana katika eneo la kujilinda. Lakini pia unaweza kutazama Simba walipata kona dakika za mwisho, lakini wachezaji waliokuwa wanakwenda ni wachezaji wachache tu, Fernandez, Ngoma na Mohamed Hussein Shabalala, lakini pia Ateba, lakini walikuwa kama vile wanavizia. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba mabadiliko ambayo waliyafanya Singida yalikuwa ni kama vile ni mtihani kwa Simba, lakini kitu kizuri Simba waliweza kumaintain ule uongozi wao wa goli 1-0 na kupelekea kuondoka na alama 3. Lakini ni moja kati ya mechi ngumu ambayo naamini Mwalimu Fadlu huenda akakiri katika mazungumzo yake na waandishi wa habari kwamba amekutana na mechi ngumu katika msimu huu. Na yapi maoni yako kuhusiana na matukio ya Soa, la kwanza katika goli la kusini, lakini la kwanza katika goli la kaskazini na la pili katika goli la kusini, ambapo alikuwa akidai penalti, lakini pia alikuwa na nafasi ya kuweza kufanya kitu mara mbili? Mimi nitaizungumzia ile ya kwanza kwa sababu nilikuwepo katika lango lile. Ile ilikuwa ni clear penalty kwa namna ambavyo ya kipindi cha kwanza ilikuwa penalty kabisa. Lakini kipindi cha pili nashindwa kwa sababu nilikuwa niko mbali kidogo, nashindwa kuizungumzia, lakini hii ya kipindi cha kwanza ilikuwa ni clear penalty. Lakini ni kwamba waamuzi wetu, moja kati ya matatizo makubwa, wanashindwa kufanya maamuzi yale ya sheria 17. Kwa hiyo wachezaji wakati mwingine wanazoea matukio kama haya. Sasa wakikutana na Kibendera alikuwa jirani pale upande wa jirani, lakini hakufanya hayo maamuzi. Kwa hiyo matokeo kama haya ndio yanawaathiri wachezaji wanapokuja mchezo wa kimataifa, wanakutana na waamuzi ambao hawahofii kufanya maamuzi magumu, na matokeo yake inakuwa ni athari kubwa. Kwa hiyo nafikiri Elisasi kuna kitu nafikiri anataka ajitathmini kama atautazama huu mchezo. Kuna makosa aliyofanya. Kwa mfano kuna rafu ya Soa kwa Ngoma, hiyo ilikuwa inahitajika kadi pale, lakini hakutoa kadi yoyote. Kwa hiyo unaona tu matatizo hapa na pale, lakini kwa ujumla ulikuwa ni mchezo mzuri ukiacha hayo mapungufu ya waamuzi. Lakini pia na swali lako juu ya penalti ya pili nashindwa kuizungumzia kwa sababu nilikuwa niko mbali. Vipi kuhusiana na mchezo wa pili sasa ule ambao anaenda kucheza nusu finali ya CRDB kule Tanzania kwa Raha Babati? Utakuwa ni mechi ngumu sana kwa namna ambavyo Singida wanavyocheza na Simba wanavyocheza, utakuwa ni mchezo mgumu sana. Kwa hiyo naamini kwa watu ambao wapo neutral watakwenda kufurahia mchezo huu kati ya Singida na Simba. Unaweza kuona hata filimbi ya mwisho ilipopulizwa, Jonathan Soa kama vile alikuwa
kupitia kwa kipindi kigumu tu na mashabiki na wachezaji, unaona kabisa kwamba ni mchezo ambao utakuja kuwa mgumu sana kuelekea hiyo mechi ambayo itafanyika kule Manyara. Shukrani. Asante sana.